Nimehudhuria misiba mingi sana. Miezi michache iliyopita nilihudhuria msiba wa mzee wetu aliyekuwa na zaidi ya miaka 100. Lakini nilikuta watu wanalia na wanazimia kabisa. Anaitwa Mzee Msuguri aliyekuwa mkuu wa majeshi. Nafsini mwangu ikaniingia baada ya kusikia kifo cha mzee yule, mwingine akasema, lakini umri wake umekwenda sana. Kwa matukio, kwa hitimisho, tulitarajia labda watu watasema tusilie. Lakini pia nilihudhuria misiba mingine ya watu waliowahi kuwa majambazi ambao wamekufa kwa kupigwa risasi, kwa kuchoma moto na watu wenye hasira kali. Lakini bado kwenye msiba ule kuna watu wanalia, wanasikitika sana, wanaosema baba, mama, wanaoomboleza kwa kweli sana. Lakini pia nilihudhuria misiba ya mtoto mwenye siku moja ambaye unaweza kibinadamu ukasema anyway, kwa kuwa alikuwa hata baba hajaonekana vizuri katika ulimwengu, lakini unamkuta baba analia na mama analia. Lakini ukisikiza mahubiri ya wachungaji wetu na maneno ya Mungu mengi kwa nyakati nyingi yanasisitiza msilie. Lakini leo baba askofu umenijibia swali kubwa sana. Nilikuwa najiuliza, kama Mungu ameumba machozi, ni wakati gani yatatoka? Kama watu wa dini wanahubiri tusilie. Lakini leo baba askofu umejibu swali moja kubwa sana, kwamba tulie, lakini tukiamini ipo siku tutafufuliwa. Kwa hiyo nami nihitimishe kwa maneno kwamba, kwanza, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatoa pole nyingi sana kwa familia. Lakini pili, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameshatoa pole nyingi sana kwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Na sisi sote tunaungana na msiba huu mkubwa. Mimi nimekuwa ni mtu wa karibu sana kwa kaya Charles. Sasa nihitimishe kwa kusema familia, tangu umri huu mliofikia, mmekwisha aga watu wengi sana. Si kawaida sana, mara nyingi tunapoaga kwa tunadhani sisi sio wahusika. Lakini leo msiba umefika kwenye familia yetu. Kama ambavyo tulikuwa katika imani na waambia watu msilie,